Mchungaji ni nani? Mchungaji ni mtu ambaye amejenga uhusiano wake na Mungu kutokana na neno la Mungu. Ikiwa ni mtu ambaye amejenga uhusiano wake kutokana na neno la Mungu, basi mchungaji ni mtu ambaye anaishi na Roho wa Mungu, kwa sababu Roho wa Mungu aliahidiwa kwa sheria ya neno. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mchungaji ambaye uhusiano wako na Mungu haujatokana na neno la Mungu, basi wewe ni hasara kwa washirika. Ikiwa wewe ni mchungaji ambaye uhusiano wako na Mungu haujatokana na neno la Mungu, wewe hauna Roho Mtakatifu, na kwa sababu hauna Roho Mtakatifu, wewe ni hasara kwa wale ambao uko nao. Mchungaji ni mtu ambaye anaishi na Roho Mtakatifu. Yeye huongea kile ambacho Roho Mtakatifu amesikia kutoka kwa Mungu. Mchungaji huongea kile ambacho Roho Mtakatifu ananena. Ikiwa wewe ni mchungaji ambaye hauna Roho wa Mungu, wewe ni mchungaji ambaye hauwezi kuwa na faida kwa nafsi ya mwanadamu. Wachungaji wengi wameleta hasara kwa ulimwengu wa kiroho kwa sababu hawana Roho wa Mungu, wana roho wa ulimwengu. Ikiwa wewe ni mchungaji ambaye uko na roho ya ulimwengu, lazima utaleta hasara kwa maisha ya wanadamu. Washirika wanaamini kwamba unaposimama mbele unanena yale ambayo ni ya Mungu. Washirika wanaamini kwamba unaposimama mbele wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini wewe unajua kabisa hauna Roho wa Mungu. Umeleta hasara kwa maisha yao kwa sababu wanakuamini wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu ambaye hana Roho wa Mungu ni hasara kubwa kwa maisha ya mwanadamu. Mtumishi wa Mungu ambaye yuko na roho ya ulimwengu ni hasara kubwa kwa maisha ya mwanadamu. Wao wanajua kwamba wanapokuja kanisani wamekuja kusikia kile ambacho Mungu wako anasema, alafu wewe unatumikia ulimwengu. Umeleta hasara kwao kwa sababu ile roho ambayo iko ndani yako si ya Mungu. Wao wanaamini kwamba kile ambacho unahubiri ni kweli, lakini wewe unajua kabisa unamtolea ushuhuda Shetani. Unaleta utukufu kwa Shetani kwa sababu yale ambayo unayahubiri nyuma yake kuna nguvu ya ulimwengu. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mchungaji, lazima uwe unaishi na Roho Mtakatifu ili uweze kunena yale ya Mungu. Ikiwa hauishi na Roho Mtakatifu, hauwezi kunena yaliyo ya Mungu. Mwanadamu hawezi kunena yaliyo ya Mungu isipokuwa Roho wa Mungu awe yuko ndani yake. Wachungaji wa leo wamepoteza watu kwa sababu roho zilizo ndani yao ni za ulimwengu, na kwa sababu ni za ulimwengu, hizo hutoa tafsiri kulingana na mapenzi ya ulimwengu. Ikiwa haujaongozwa na Roho wa Mungu, mahubiri yako yatakuwa yenye kushawishi ya hekima ya ulimwengu. Wanadamu wa leo imani zao ziko kwa mwanadamu.
Wakristo wa leo wanamwabudu mwanadamu, hawamwabudu Mungu, kwa sababu yule ambaye analihubiri neno yuko na roho ya ulimwengu. Ikiwa mtu ambaye anahubiri neno la Mungu yuko na roho ya ulimwengu, imani ya mwanadamu haiwezi kuwa kwa Mungu. Ikiwa mtu ambaye anahubiri neno la Mungu hajaongozwa na roho wa Mungu, basi ni lazima ataongozwa na roho wa ulimwengu. Na ikiwa ataongozwa na roho wa ulimwengu, imani za watu ambao wanasikiza mafundisho yake zitakuwa kwa ulimwengu. Mtumishi wa Mungu aliyeitwa na Mungu, kile ambacho anakihubiri, lazima mwisho wake yule ambaye anasikiza imani yake iwe kwa Mungu. Mtu ambaye anaishi na roho wa Mungu anapohubiri neno la Mungu, tafsiri ambayo anaitoa, mwisho wake imani za watu huwa kwa Mungu. Mtumishi ambaye ana roho ya ulimwengu anapohubiri neno, imani za watu huwa kwa mwanadamu, kwa sababu ile roho iliyo ndani yake ni ya ulimwengu. Kwa hivyo Wakristo wa leo wanamwabudu mwanadamu, hawamwabudu Mungu tena, kwa sababu yule ambaye analihubiri hilo neno hana Roho Mtakatifu, bali ana roho wa ulimwengu ambaye anajitafutia utukufu mwenyewe. Umeleta hasara kwa watu kwa sababu unatumia hekima ya ulimwengu kulihubiri neno la Mungu. Imani za watu zimekuwa kwako, imani za watu zimewekwa kwako, kwa sababu wanajua kwamba Mungu anaishi ndani yako. Umepoteza vizazi, unashinda nao, unakesha nao, lakini kwa sababu roho iliyo ndani yako ni ya ulimwengu, umeleta hasara kwao. Unabii ambao unautoa si wa kweli, kwa sababu roho ambayo iko ndani mwako si ya Mungu, ni ya ulimwengu. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mchungaji, lazima uwe uko na Roho Mtakatifu ili uweze kueleza watu njia za kiroho za kumtumikia Mungu ambaye aliwaumba. Bila hivyo utapoteza watu. Bila hivyo utapoteza watu. Umepoteza watu wengi kwa sababu mafundisho yako yamebeba hekima ya ulimwengu. Mafundisho yako ni ya kushawishi tu ili uwe nao, lakini si eti wamjue Mungu. Hata unabii uliotoa haukuwa wa kweli. Unabii uliotoa kwa yule mama, kwa yule kijana, kwa yule baba haukuwa wa kweli. Ulimtolea huo unabii ili akupe kile ambacho ulikuwa unakitaka. Badilisha. Ujue mkuu wa ulimwengu tayari alishahukumiwa. Yoyote ambaye anamtumikia shetani, matendo yake lazima yapingane na ya Mungu. Kwa hivyo mahali palipo na roho ya ulimwengu, Roho Mtakatifu, ni vigumu kuwa mtumishi anayelihubiri neno la Mungu. Bila Roho Mtakatifu hawezi kujua tafsiri ya maandiko. Tafsiri ya maandiko imefichwa ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Ukitaka kujua tafsiri ya maandiko, lazima iwe Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Kama hayuko ndani yako, hutaweza kujua tafsiri ya maandiko. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mchungaji, fanya njia zote ili uweze kumpokea huyu Roho Mtakatifu. Iwe mtendaji wa neno ili uweze kumpokea huyu Roho Mtakatifu, ili akupe uwezo wa kuongea na Mungu, ili Roho Mtakatifu aweze kujua udhaifu wako, aombe kupatana na Mungu kwa ajili ya udhaifu wako,
Bila hivyo utaleta hasara kwa maisha ya mwanadamu. Umeleta hasara. Uko nao wewe kila siku, uko na watu wengi sana, lakini umeleta hasara kubwa. Badilisha. Umeleta hasara kubwa. Umeleta hasara kubwa kwa vizazi hivi, kwa sababu hauna roho wa Mungu. Kwa hivyo utakapojenga uhusiano wako na Mungu kutokana na neno la Mungu, lazima utajua ya Mungu, kwa sababu roho wa Mungu atakuwa anakaa ndani yako. Hata pia mimi unayeniona singeweza kujua ya Mungu, lakini roho wa Mungu alipoanza kukaa ndani yangu, nilijua kile ambacho Mungu anamwazia mwanadamu. Ona hasara ambayo umeipata. Ulikuwa mtu mzuri, ulikuwa na neema nzuri, lakini hiyo neema imeisha. Hiyo neema imeisha kwa sababu ya madhabahu ambayo unaenda. Ile neema uliyokuwa nayo ilikufa kwa sababu ya mchungaji uliye naye yuko na roho ya ulimwengu. Nimekwambia kwamba mchungaji ni mtu ambaye uhusiano wake na Mungu umetokana na neno la Mungu. Kwa hivyo mchungaji ni mtu ambaye anaishi na Roho Mtakatifu. Yeye hunena kile ambacho Mungu wake ananena. Hunena kile ambacho anasikia kutokana na roho ambayo iko ndani yake. Wale ambao uko nao wanatarajia Mungu wao. Wale ambao uko nao wanatarajia Mungu wako aweze kuwaokoa. Wale ambao wanakuja kwa madhabahu yako wanatarajia Mungu wako aweze kuwaokoa. Mungu wako ndiye atakayefanya wabarikiwe ama walaniwe. Ikiwa moyo wako umekuwa madhabahu ya ulimwengu, sikudanganyi, yeyote ambaye anakusikiza, yeyote ambaye anakuja kwa madhabahu yako, lazima atapokea laana, kwa sababu moyo wako umekuwa madhabahu ya ulimwengu. Shetani anakaa ndani yako. Kwa hivyo wewe ndiwe chanzo cha baraka kwa washirika wako. Wewe ndiwe chanzo cha laana cha washirika wako. Ikiwa utajenga uhusiano wako na Mungu kutokana na neno la Mungu, utakuwa baraka kwa yule ambaye unamhudumia. Ikiwa uhusiano wako na Mungu haujatokana na neno la Mungu, utakuwa laana, utakuwa kikwazo kwa yule ambaye anakuja kwa madhabahu yako. Wachungaji wa leo wamelani vizazi. Wachungaji wa leo wamelani vizazi. Wameua neema ambazo Mungu ametoa kwa sababu wanamtumikia shetani, kwa sababu ya tamaa zao hao wenyewe. Ulianza vizuri, mbona umejichanganya na ulimwengu tena? Ulianza vizuri na mahubiri ya kiroho na mafundisho ya kiroho, mbona umejiingiza kwa ulimwengu tena? Ujue mwenye ulimwengu huu tayari ameshahukumiwa. Tayari ameshahukumiwa. Uamuzi ni wako. Kama utabadilisha uweze kumtumikia Mungu, kama itakushinda, basi ujue tayari hata pia wewe umeshahukumiwa. Nafikiri nimekusaidia. Najua nimekusaidia. Kwa hivyo mchungaji wako, ikiwa hajajenga uhusiano wake na Mungu kutokana na neno la Mungu, ujue ameakulani. Ujue anakulani. Chochote ambacho utakitoa kwake, kuwa tayari kwa laana. Kuwa tayari kwa laana, kwa sababu roho iliyo ndani yake si ya Mungu. Hata mahubiri yake yamebeba mamlaka ya ulimwengu. Kwa hivyo aliye na roho ya ulimwengu, seti akiimba roho hatashuka. Roho atashuka, lakini si yule Roho Mtakatifu. Atashuka, lakini yule roho wa ulimwengu.
Mtu ambaye hana Roho Mtakatifu, hata akiimba seti Roho hatashuka, atashuka yule wa ulimwengu, lakini hatashuka yule Roho Mtakatifu. Chunguza, umeleta hasara. Wewe mchungaji umeleta hasara. Wanakusikiza wewe hawa watu. Hata hivi leo Jumapili tarehe 8, watu wanakusikiza wewe. Wanajua kwamba Mungu ameongea na wewe. Lakini wewe hata unaongea mambo yako tofauti kabisa, kwa sababu ile roho iliyo ndani yako ni ya ulimwengu. Kwa hivyo ikiwa roho iliyo ndani yako ni ya ulimwengu, haimaanishi hutatoa unabii. Utatoa unabii, lakini unabii wako utakuwa tofauti. Unabii wako umejaa uongo, umejaa kifo, umejaa huzuni, kwa sababu roho iliyo kuongoza ni ya ulimwengu. Mimi natamani uwe mtendaji wa neno. Wanakusubiri wewe. Wametegemea Mungu wako kuwa mtendaji wa neno, ili uweze kujenga uhusiano wako na Mungu kutokana na neno lake, ili uweze kumpokea Roho Mtakatifu, ili uweze kuhudumia watu. Bila hivyo utakuwa mzigo kwa watu. Bila hivyo utakuwa mzigo kwa watu. Saidia watu. Saidia watu. Watu wamefika mwisho, wanakusubiri. Mbona unafanya hivyo? Mchungaji, mbona unafanya hivyo? Tafuta Mungu. Wao hawalali usiku na mchana wakisema kwamba nataka kumbariki yule mchungaji. Alafu wakifika kwako uko na roho ya ulimwengu. Toseke. Toseka na kile ambacho nakipata. Mbona umeleta aibu kwa msalaba? Umeleta aibu kwa msalaba kwa sababu roho iliyo ndani yako ni ya ulimwengu. Wanaamini kwamba Mungu anakaa ndani yako, kumbe shetani anakaa ndani yako. Ona aibu ambayo umeleta kwa msalaba. Badilisha. Natamani kuna watu wanatamani kuwa wachungaji. Naongea na wewe kijana. Naongea na wewe mzazi. Umri si shida. Ufahamu. Ikiwa unatamani kuwa mchungaji, tamani sana kujenga uhusiano wako kutokana na neno la Mungu, ili uweze kuishi na Roho Mtakatifu. Utakuwa baraka kwa watu wote. Asanteni sana. Asanteni sana. God bless you.